Asante Bwana waweza, Mungu mwenye nguvu. Tuna kila sababu ya kuja mbele zako tukikushukuru kwa ajili ya siku njema tena hii ambayo Bwana umetukusanya mahali hapa kama mtu mmoja, ili Bwana utusikizishe neno lako. Basi wakati huu mfalme, tunapokuwa tuko mahali hapa Bwana, tunahitaji rehema zako, tunahitaji wema wako, tunahitaji Mungu rehema Roho wako aweze kutufundisha ili tukapate kupokea yale yote ambayo umekusudia katika siku hii. Asante kwa sababu utampa kila mmoja kupokea yale ambayo umekusudia kutoka kwako, na yawe faida katika jina lako Bwana Yesu, amen. Tuketi. Neno letu ambalo tunajifunza siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho wewe ni nyumba ya Roho. Wewe ni nyumba ya Roho. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 na mstari ule wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 na mstari ule wa 5. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zilizokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zilizokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Mungu alipotuumba wanadamu, alituumba kwa mfano wake na kwa sura yake, katika roho, sio katika mwili. Mungu ni roho. Alituumba katika roho, kwa mfano wake na kwa sura yake, katika roho, kwa sababu yeye Mungu mwenyewe ni roho, ili mwanadamu awe nyumba ya Roho. Tunaonekana tuna mwili, lakini huu mwili uwe ni nyumba ya Roho, kusudi Roho wake Mungu akae ndani ya huyo mwanadamu. Wewe ni nyumba ya Mungu, wewe ni jengo la Mungu. Andiko nasema hivyo, Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Wakorinto wa kwanza sura 3 mstari wa 9, alafu mstari wa 16 mpaka mstari wa 17. Maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Tunaitwa shamba la Mungu, tena ni jengo la Mungu. Na kwa sababu ni jengo la Mungu katika roho, sisi ni majengo. Ni majengo. Mstari wa 16 mpaka 17. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Ni jengo. Na hilo jengo sasa ni nini? Hekalu la Mungu. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Huyo Roho wa Mungu anakaa ndani ya jengo, ndani ya nyumba, ndani ya hekalu la Mungu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba hilo jengo ni hekalu la Mungu, na hilo hekalu ni takatifu. Kama sisi ni nyumba, basi yupo mwenye nyumba. Maana kuna nyumba ambayo haina mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliyetuumba, yeye ndiyo mjenzi wa hiyo nyumba, na yeye ndiyo mmiliki wa hiyo nyumba. Na kwa sababu hiyo, kama alivyosema hekalu la Mungu ni takatifu, yani hiyo nyumba, hilo jengo, Mungu alilikusudia liwe takatifu. Liwe takatifu, lisiwe na uchafu, lisiwe na limenajisiwa kwa namna yoyote ile,
ili hii nyumba iliyo ya roho, kusudi lake Mungu, roho wake mwenyewe akae ndani yetu. Yeremia sura ya 10, Yeremia sura ya 7 samani, Yeremia sura ya 7 mstari wa 10 mpaka mstari wa 11. Yeremia sura ya 7 mstari ule wa 10 mpaka mstari ule wa 11. Maandiko hapo yanasomeka hivi: kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Hii nyumba ya roho, Mungu anasema isiwe pango la wanyang'anyi. Pango la wanyang'anyi manake ni nini? Yaani hiyo nyumba yeyote anaingia na kutoka kama apendavyo. Yeyote yule anaruhusiwa tu kuingia na kutoka kama apendavyo ndani ya hiyo nyumba, wakati kusudi lake Mungu, hiyo nyumba ni hekalu lake na roho wake ndiye ambaye anapaswa kukaa ndani ya hiyo nyumba. Ndio maana Paulo mtume, kwa kufahamu kwamba sisi ni nyumba ya roho, katika Wakorintho ile wa pili sura ile ya 5 na mstari ule wa 2 akasema, maana katika nyumba hii twaugua. Maana yeye alikuwa anajua kwamba mpango wake Mungu kwamba miili yetu ni nyumba, tena ni nyumba za roho. Ndio maana anasema hapo, maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Katika nyumba hii twaugua, yani mwili huu ni mwili ambao unapata magonjwa, unaugua. Yeye hakuacha kusema kwamba nyumba hii. Kwa hiyo ikiwa ni nyumba ya roho, maana yake ni kwamba ujue ziko roho nyingi duniani. Amen. Ziko roho za aina nyingi duniani. Yuko roho wa Mungu, tena ziko na roho zingine chafu, ziko na roho zingine za gizani. Kwa sababu hii ni nyumba, hata roho hizo zinaweza zikapata nafasi zikakaa, maana zimeona nafasi katika hiyo nyumba. Warumi sura ya 8 na mstari ule wa 11. Kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Anakaa wapi? Anakaa wapi? Ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa roho wake anayekaa wapi? Ndani yetu. Kwa sababu sisi ni nyumba ya roho. Kwa hiyo ikiwa ni roho wa Mungu anayekaa ndani yetu, sasa hii miili yetu hii inapokuwa katika hali iwayo yoyote ile, hiyo ni hali ya kufa, huyo roho anayekaa ndani yetu ndiye anayeihuisha hii miili. Kwa hiyo hata tunapokuwa tunazungumzia mambo ya mwilini, kwamba miili yetu iweze kupokea uponyaji, miili yetu iweze kufunguliwa, inategemea ni nani anayekaa ndani yako. Maana Mungu alikusudia kwamba huyo roho wake anayekaa ndani yetu, huyo ndiye anayeweza kutuhuisha tunapokuwa katika hali ya kufa, tunapokuwa katika hali ya uhitaji, tunapokuwa hitaji kufunguliwa,
tunapohitaji jambo lolote lile, Roho wake anayekaa ndani yako ndiye yeye huyo atakayefanya, maana huyo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni muhimu kuangalia ni nani huyo anayekaa ndani yako. Yoyote yale yaliyo ya Mungu ambayo tunahitaji kuyapokea katika mwili, inategemea ni nani aliyepata nafasi, ni nani uliyemfungulia, ni nani uliyemruhusu huyo, roho gani ambaye amepata kibali anayekaa ndani yako. Huwezi kuyapokea yaliyo ya Mungu ikiwa anayekaa ndani yako si roho wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 20. Ufunuo sura ya 3 na mstari ule wa 20. Neno hapo linasema, tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Huyo ni Yesu anazungumza hivyo. Kwa hiyo mwanadamu yeye mwenyewe, Mungu alichofanya, ameweka ridhaa kwa mwanadamu, amekupa hiari. Wewe utaamua ni nani uliyemfungulia mlango akae ndani yako. Ijapokuwa mwenye nyumba ni Mungu, mwenye kujenga ni Mungu, mwenye kutuumba ni Mungu, lakini Mungu halazimishi. Bado atakuja atagonga mlango, atakuja atagonga mlango kwamba anataka kuingia, roho wake apate nafasi aingie. Ikiwa utakuwa radhi ukakubali aingie, yeye ataingia. Na anasema akiingia atakula pamoja nawe. Amen. Na wewe utakula pamoja naye. Yaani kutakuwa na ushirika baina yako wewe na yeye, huyo roho wa Mungu ambaye anakaa ndani yako. Na kwa nini Yesu anabisha? Anabisha kwa sababu anapoingia hakuna roho nyingine tena inayohitajika kukaa ndani yako. Ikiwa utamruhusu, ikiwa utakubali kwamba roho wa Mungu aingie ndani yako, maana ni kwamba roho zingine zote zilizokuwa zimepata nafasi kabla, roho zingine zote ambazo ulizipatia kibali, uliziruhusu zikawa zinakaa ndani yako. Sasa unapomkubali Kristo, roho wake kaa ndani yako, maana ni kwamba lazima ukubali pia maroho mengine yote yaondoke kwako. Na hilo ndilo tatizo ambalo leo liko kwa wanadamu. Mapepo yale ni maroho machafu, nguvu za giza ni maroho machafu, na ndiyo ambayo yanakuwa ni chanzo cha matatizo na mambo mengi yatupatayo wanadamu. Magonjwa, nini, mapepo, vitu gani. Hizo ni roho chafu ambazo na zenyewe tulizifungulia mlango sisi wenyewe zikaingia ndani. Na zilipoingia ndani, kwa sababu ni roho zilizo chafu, zikaanza kuwa chanzo cha uharibifu wa maisha yetu katika maeneo mengi mbalimbali. Sasa utaweza kuona kwa mfano, Mungu anatutaja sisi kuwa ni nyumba, na nyumba huwa inakuwa na vyumba vingi ndani. Kuna sebule, kuna jiko, kuna chumba, vyumba vya kulala, sivyo vinakuwa vingapi na nini. Hayo yote ni mambo yanayotuhusu sisi kama mtu mmoja, kama nyumba. Tuna mambo mengi, tuna vitu vingi tunavyovikaribisha, tuna mambo mengi yaliyo kinyume tunayopenda. Je, uko tayari roho wa Bwana aingie ndani yako? Na hao wengine wote waliokuwa wanakaa katika vyumba mbalimbali, hao yote ambao walikuwa wewe sababu ya matendo yako na tabia zako na mwenendo wako, je, uko tayari hao wote waondoke na roho wa Bwana aweze kuimiliki nyumba yake Mungu?
maana yeye ndiye aliye chanzo cha mafanikio yako. Huyo Roho, huyo ndiye ambaye chanzo cha baraka zako, kwa sababu anasema yeye ataihuisha miili iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Huyo Roho lazima akae ndani yako, alafu aanze kufanya yale ambayo Mungu anataka kukufanyia. Hawi nje. Lazima Roho aingie ndani, alafu aanze kufanya kwa ajili yako huo uponyaji unaohitaji. Roho aingie ndani auponye mwili. Mafanikio unayohitaji, ustawi unaohitaji, chochote kile cha Mungu kinafanyika kutoka ndani, sio nje. Roho anaingia ndani. Sasa utaweza kuona sasa mateso mengi tunayopata ni kwa sababu tunafungua mlango wa maroho hayo mengine ambayo si ya Mungu, yanaingia ndani yetu, yanaweka makao ndani yetu badala ya mwenye nyumba. Sasa utakuwa unaendelea kuomba, unaomba, Mungu anasikia maombi, lakini anaangalia ndani, yeye hayuko, hajakaribishwa. Kwenye vyumba wamekaribishwa wengine, wanaokaa ni wengine. Roho wa Mungu amefungiwa nje, na tunataka huyo Roho wa Mungu atende kazi ndani yetu wakati hajapewa nafasi. Bado tumeendelea kushikilia mambo tunayoyapenda yaliyo kinyume na Mungu. Mungu anawezaje kufanya kazi ndani ya mtu wa namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Na Roho haingii kwa nguvu wala kwa lazima. Hata roho wachafu hawaingii kwa nguvu. Ni sisi wenyewe, kwa mifumo yetu ya maisha tunayoishi, kwa mambo ambayo tunaona kwamba ni ya kawaida ya dunia, kwa mambo tunaona kwamba ni ya kawaida, ni ya asili na desturi, kwa maisha tunayozoea ya kawaida. Kumbe hayo yanampa nafasi adui. Tunamfungulia adui mlango, anaingia ndani yetu, anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo uliyozoea kuyasikia, unasikiliza nini? Mambo uliyozoea kuyaangalia kwa macho yako, unaangalia nini? Hizo njia zote hizo ni milango. Hiyo yote ni milango ya Roho kuingia, kupitia kwa macho yako, kupitia kwa midomo yako. Unaongea nini? Unaongea matusi, unaongea uongo, unaongea masengenyo, unaongea. Ni milango. Ni milango, wanaingia. Chochote kile cha kwao ukikifanya ni milango. Macho yako yanaangalia nini? Mikono yako inashika nini? Matendo yako yakoje? Hiyo yote ni milango. Wanaingia hao. Wanaingia hao. Na wakiingia tayari lazima kutakuwa na reaction. Na Mungu atakaa pembeni. Roho wa Mungu atakaa pembeni. Na kinyume chake, mapepo wanakuita wewe ndio kiti chao. Huyu ni kiti wetu. Hii ni nyumba yetu. Ndiyo. Ni kutokana na mtindo wa maisha unaoishi wa kutokumjua Mungu. Angalia Mathayo sura ya 12 mstari wa 43 mpaka 45. Kitabu cha Mathayo sura ile 12 mstari wa 43 mpaka 45. Pepo mchafu amtokapo mtu. Huyo pepo kwanza aliingia, alipata mlango akaingia. Sasa huenda mtu ameenda kuombewa. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Halafu husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Nyumbani kwake ni wapi? Nyumbani kwake alikotoka ni wapi? Ndani ya mtu. Amen? Ndani ya mtu. Halafu sema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, yani nyumba yuko tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo.
na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Kwa hiyo kizazi hiki kilicho kibaya, maana ni kwamba watu wengi ni nyumba ya mapepo. Kizazi hichi kibaya, watu wengi ni nyumba ya maroho machafu, kutokana na staili ya maisha tuliyo nayo. Ndio maana Mungu akasema iweni watakatifu kama yeye mwenyewe alivyo nini? Waraka wa kwanza wa Petro. Hiyo ndio namna ya kujilinda usiweze kufungua milango ya nyumba yako wakaingia maadui zako. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari ule wa 14 mpaka mstari wa 15. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 14 mpaka 15. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Mwenendo wetu usipokuwa mzuri katika utakatifu, lazima tutafungua milango, maana sisi ni nyumba, na maroho mengine yataingia. Na wale huwa watoaji taarifa. Wewe utapata taarifa utakapoanza kuona mambo yako yameanza kubadilika, mambo hayaendi. Unaanza kushangaa kwamba ni nini? Kumbe hatujajua kwamba sisi ni nyumba za roho, na yako maroho mengi duniani, yote yanatafuta kuingia kwetu. Lakini yuko mwenye nyumba, ambaye nyumba hiyo ilijengwa, roho wake ndiye akae ndani yetu, ndipo tutakapoziona baraka zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa staili ya maisha tulio nayo leo, kwanza watu wengi hawajui kwamba wao ni nyumba, na yeye mwenyewe ndio anayeridhia kufungua mlango. Ni wewe mwenyewe, ni mimi mwenyewe ndiye ambaye nitafungua mlango na kuruhusu nani aingie, na nitafunga mlango mimi kwamba aliyoko ndani aendelee kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Watu hawajui, hata watu waliookoka hawajui kwamba yeye ni nyumba. Na ni nani mwenye nyumba ambaye anaweza kuruhusu nyumba yake kila mtu awe anaingia tu kama soko, kama sokoni? Ni nani? Ni nani? Wewe angalia wenye nyumba ambao anajua kwamba nyumba yake ndani na vitu vya thamani. Angalia jinsi wanadamu wanavyohangaika kuzilinda nyumba zao. Anajua ndani kuna vitu vya thamani. Angalia jinsi wanavyohangaika kuzilinda nyumba zao. Wengine wataajiri makampuni ya kuzilinda nyumba zao. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wengi tunawaona wanajenga fensi. Ziko fensi za matofali, ziko fensi za waya, ziko fensi za umeme. Haishi hapo tu, wengine watafunga na CCTV kamera. Bwana Yesu asifiwe. Wataweka kamera kuzunguka nyumba kuangalia ni nani huyu anayekaribia nyumba yangu na anatafuta nini, anachotaka ni nini. Wengine wanaweka CCTV kwenye mlango. Kwa hiyo hata kama unakuja unagonga nyumba yake, akuone kutokea nje kwamba huyo anayegonga, anayenihitaji, kabla sijatoka kwenda kumfungulia, nani huyo? Kwa hiyo anakuona kule ndani kupitia kwenye screen. Kama anakufahamu sawa, tena sio kukuona tu, kuna mawasiliano pale pale mlangoni pale. Kuna speaker hapo hapo mlangoni, kuna microphone. Kwa hiyo anaweza kukuuliza wewe ni nani. Haja kufungulia, anakuangalia kwa nje. Bwana Yesu asifiwe.
Hao ni wanadamu wanazilinda nyumba zao kinyume na maadui. Bwana Yesu asifiwe. Je, si zaidi sana wewe uliye nyumba ya roho? Na unajua kabisa kwamba wewe uliye nyumba ya roho, ikiwa ataingia roho mchafu, mambo yako yameharibika. Maana ni rahisi kuingia, lakini kumtoa huyo roho mchafu aliyekaa ndani yako na umempa maskani, Biblia inasema kwamba atokapo bado anarudi nyumbani kwake. Wewe unakuwa ni nyumbani kwake sasa. Ndio maana unaweza kuona mambo mengine yanatuia kuwa magumu sana, kwa sababu tayari tulishafungua milango na hatuna ulinzi. Mwenye kuweka ulinzi ni wewe mwenyewe. Wewe ndio ambaye unataka kuilinda hiyo nyumba, wasije wakaingia watu walio wabaya. Hata wale ambao wanaingiza nyumba zao wapangaji, bado wanataka kujua huyu mtu anataka kupanga nyumba yake ni nani. Ni kweli nyumba inapangishwa, anataka mtu aingie alipe pesa, lakini atataka kujua huyu amekuja, anataka kuingia ndani ya nyumba yangu awe mpangaji. Nani huyu? Je, ataweza kulipa kodi? Ataweza kutunza mazingira na usafi wa nyumba yangu? Huyu mtu anafanya kazi gani? Hayo yote anayafuatilia kwa sababu anataka kuwa na uhakika juu ya ulinzi na usalama wa nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikiwa wanadamu wanaweza kutumia nguvu kubwa namna hiyo, kwa nini wewe mtu wa Mungu, wewe ambaye ni nyumba ya roho wa Mungu, wewe ni nyumba ya roho wa Mungu anayekaa ndani yako wakati huu ukiwa hapa duniani, lakini ni yeye pia ambaye atakuwa sababu ya wewe kuingia katika ufalme wa Mungu? Maana Biblia sehemu nyingine inasema kwamba wale wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio nani? Ndio watoto wa Mungu, ndio wana wa Mungu. Na huwezi kuongozwa na roho wa Mungu kama hayuko ndani yako. Mtu anayeongozwa na roho wa Mungu hawezi kuwa mtu anayeanguka kila siku. Maana roho wa Mungu atakuongoza usiende kwa njia hii. Roho wa Mungu atakuongoza usiambatane na mtu huyu. Roho wa Mungu atakukumbusha leo ni siku ya ibada. Roho wa Mungu atakukumbusha kwamba omba. Roho wa Mungu atakukumbusha soma neno. Roho wa Mungu atakukumbusha juu ya majukumu yoyote ulio nayo, maana yeye anakaa ndani yako na anakuwa msaada wako, anakuongoza wewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunapoona kwamba tuna watu ambao wameokoka, ukiangalia mfumo wao na maisha yao, yani unaweza kuona kwa dhahiri kwamba huyu mtu haongozwi na roho wa Mungu. Hakuna roho wa Mungu ambaye anaweza kumuongoza mtu katika mwenendo mbaya. Hakuna roho wa Mungu ambaye anaweza kumuongoza mtu katika yaliyo kinyume na Mungu. Huo ni ushahidi kwamba huyu mtu hana roho wa Mungu ndani. Ndio maana hata wewe mwenyewe unaweza ukashangaa, mimi nimeokoka. Maana ndivyo unavyoamini kwamba umeokoka. Lakini kama nimeokoka, mbona sielewi? Hauongozwi, wala hakuna anayesema na wewe, wala ndani yako hakuna conviction. Yani ile hata kuona kwamba hii si sawa, hii si sawa, hii hapana. Hakuna roho inayokuzuia kwenye mabaya, wewe sawa tu. Hiyo ni ishara kwamba hakuna roho wa Mungu ndani, na hakuna mtu ambaye ndani yake hana roho. Nyumba za kawaida za wanadamu, inawezekana nyumba isiwe na mpangaji na ikawa imefungwa kwa kufuli nje, hakuna mtu anayekaa ndani. Lakini si inavyokuwa kwa nyumba ya roho. Kama hakuna roho wa Mungu ndani, maroho yalishaingia siku nyingi.
yalishaingia kitambo. Na ndio maana unaweza kuona sasa, kwa sababu kuna maroho mengine ndani. Haya maroho yanakuzuia wewe usifanye yaliyo mapenzi ya Mungu. Unataka kuomba, haiwezekani. Unataka kwenda kanisani, yani unaona kabisa ni ngumu, ni mzito. Na usikie yani leo nimekuja tu kwa neema ya Mungu. Yani nimejilazimisha. Yani mara siku umetokea hivi. Yani nimekuja hapa kwa shida sana. Ndiyo, wale walioko ndani hawataki wewe uende kanisani, hawataki wewe uende mbele za Mungu ukasikie neno la Mungu, ukasikie maneno ya Roho wa Mungu akinena na wao wakiwa ndani yako. Wao hawawezi kukupa hiyo ruhusa. Wao watakukatalia tu. Chochote kile kilicho mapenzi ya Mungu ambacho unataka kufanya, maroho yaliyoko ndani yanakuzuia. Unataka kumtolea Mungu, hayo maroho yaliyoko ndani yanakuzuia, sio ya Mungu. Usitoe. Yanaanza kukukumbusha matatizo ulio nayo, mapito yako, jinsi ambavyo kuna hili, kuna lile. Wao kazi yao ni kuzuia kwamba wewe usiweze kufanya mapenzi ya Mungu, kwa sababu huyo aliyoko ndani anayezuia si Roho wa Bwana. Hayo ni maroho mengine. Utakuja kujisikia huko huru pale tu ambapo utakuwa unaongozwa na Roho wa Mungu ndani yako. Utaanza kuona uhuru, hata kama unataka kwenda ibada, hata kama unataka kufanya kazi ya Bwana, hata kama unataka kufanya unasikia kuna uhuru ndani, hakuna kinachokuzuia. Unataka kuomba, unasikia kuna uhuru ndani, hakuna upinzani. Lakini huo upinzani unaouona katika mambo mengi unayoyafanya, hiyo ni dhahiri kwamba walioko ndani si Roho wa Mungu. Hayo ni maroho mengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana hutaweza kufanikiwa katika mambo ya Mungu kama kwanza hutahakikisha kwamba hao wengine wote wanaokaa katika vyumba vya ndani vya roho ambavyo ni wewe, kwamba wanaondoka na unaamua. Kusiwe na jambo lolote unajua ili nimetoka nalo mbali sana. Sasa yani hapana, haya mengine sawa. Lakini kwa hiyo tayari ina maana katika vyumba vilivyomo katika nyumba hiyo kuna chumba kimoja ambacho umekifunga, umeamua kukaa na funguo wewe mwenyewe. Hivi vyumba vingine umevifungua ruksa, lakini hapa hapana, chumba hichi hapana, unakatalia. Mungu hawezi kutembea na wewe. Huwezi ukaacha vyumba vimekaa maroho machafu alafu ukasema vyumba hivi huku akae Roho wa Mungu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Hakuna wokovu wa namna hiyo. Ikiwa umeamua, amua. Na kama ulikuwa hujaamua, ndio maana leo una vikwazo vingi, ndio maana leo kuna vizuizi vingi. Kata shauri. Ndio maana tunaita kukata shauri. Kukata shauri maana yake ni kwamba nyumba yangu, kama alivyokuwa amesema nani? Yoshua. Akasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Akawa anawaambia wale watu kwamba alikuwa amekata shauri yeye kama ni nyumba ya roho, kwamba Roho wa Mungu atawale maisha yake. Huyu Yesu atawale maisha yake, si yake yeye tu, na familia yake na nyumba yake yote. Maana jambo hili linahitaji kufanya uamuzi uliothabiti. Leo watu wanafanya uamuzi kwa asilimia 60 na mkubali Yesu, lakini 40 naendelea na mambo yangu. Hutauona ukuu wa Mungu. Na Yesu akasema kwamba katika kizazi hichi kibaya, hichi kizazi tulicho nacho, kizazi kibaya ambacho hakina uwezo wa kufanya maamuzi magumu, kwamba umekuja kwa Yesu. Kaa ndani ya Kristo, yeye awe ndio mtawala, yeye awe ndio mwenye nyumba. Maana yeye ndiye aliyekuumba. Pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Vyote vilifanyika kwa ajili yake. Wewe uliumbwa kwa ajili yake. Ikiwa unataka kuziona baraka za Mungu, basi uamue kwamba Roho wa Bwana atamalaki kwenye nyumba yake katika jina la Yesu. Kwa nini leo tuna watu wa Mungu wanaonekana wanampenda Mungu,
wakati mwingine ni watumishi kabisa wanatumikia Mungu, alafu bado kuna maroho. Haya maroho yanakaa wapi huko ndani, wakati Biblia inasema kwamba hii ni nyumba ya roho? Hayo mengine yanakaaje huko ndani? Hivi ni kweli roho Mungu anaweza kashare na maroho mengine ndani ya nyumba hiyo hiyo? Inawezekana? Haiwezekani kwa herufi kubwa. Kuna tatizo liko mahali. Nasema kuna tatizo liko mahali. Yesu akasema katika kizazi hichi kibaya ndivyo itakavyokuwa. Ndivyo itakavyokuwa, kwamba watatoka alafu watarudi. Tena wakirudi watarudi mara 7, wataenda kuchukua na wenzao wengine watarudi. Na mtu yule hali yake ya mwisho itakuwa mbaya zaidi. Kwa nini wanarudi? Maana Biblia inasema kwamba walitoka, alafu anasema nitarudi nyumbani kwangu, akija aiona tupu. Aiona tupu. Kwa nini iwe tupu? Kwa nini mwenye nyumba asiingie hapo? Kwa nini roho wake Bwana asikae hapo? Kwa nini iwe tupu? Ni kwa sababu huyu mtu anayehusika hajamfungulia mlango roho wa Bwana aingie. Hajakata shauri kwamba nimeamua maisha yangu, nimeamua. Maana lazima uamue. Lazima uamue. Usipoamua Mungu hakulazimishi, utabaki hali hiyo hiyo. Watu wengi leo wanaokoka lakini bado wanaipenda dunia. Mungu anamtaka, dunia anaipenda. Mimi nakwambia hivi, hakuna wokovu wa namna hiyo. Kama unakata shauri kwamba mimi ninamwamini Yesu, mfungulie Yesu mlango aingie, achukue nafasi yake. Yeye ndiye Mungu aliyekuumba, yeye ndiye mwenye nyumba, atawale nyumba yake. Akitawala hiyo nyumba, nakwambia hivi, hayo maroho machafu yataishia kule nje kwenye fensi. Hawataingia ndani yako, hawataweza kukugusa. Maana Yesu Kristo ni zaidi ya CCTV kamera. Yeye anawaona tangu kule unakopanga shauri. Hawataweza kufanikiwa katika jambo lolote unalolipanga juu yako, katika jina la Yesu. Sisi wenyewe ndiyo tunafungua mlango shetani aingie. Mimi huwa natoa mfano wa kuku. Kuku wanakula mahindi, wanakula vyakula, lakini kuku, hivi kuku kweli ukifunga mlango, hivi kuku anaweza kufungua mlango? Kuku akafungua mlango akaingia ndani akaanza kula nini vitu, kuku anaweza? Kuku lazima akute mlango uko wazi. Kweli si kweli? Anakuja mnaye kuta mlango uko wazi, anaangalia huko, angalia huku, hakuna mtu. Anaingia, anafika kule ndani, anakuta mtu alikuwa ameweka mboga zake pale, nyanya, kuna dagaa, anaanza kula. Ndivyo wanavyofanya hata kunguru. Hawana uwezo kufungua mlango. Pepo hana uwezo wa kufungua mlango mwanadamu. Hana. Katika jinsi walivyo hana. Isipokuwa yeye anaweza akakushawishi ufungue mlango. Kama alivyoshawishiwa Hawa pale bustani ya Eden. Anaweza kushawishi. Yeye hata siku moja hatafungua mlango. Mlango utafungua wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe kwa maamuzi yako. Ndivyo Mungu alivyoitengeneza nyumba ya roho ambayo ni miili yetu. Sasa wengi mnafanya mambo ambayo hamjui kwamba hayo mnayofanya ni milango ambayo mnaifungua roho wachafu waingie. Ndio maana maisha yetu kila siku ni maisha ya vita, ni maisha ya kukemea, ni maisha ya kushindana. Ni wakati upi ambao tutatulia tusione vita? Haiwezekani. Lazima ifike mahali ambapo tutaishi maisha ya utakatifu, maisha ya ukamilifu. Ukiishi maisha ya ukamilifu utakatifu, maana ni kwamba kuna fence. Amen. Tena kuna fence, si tu ukuta wa tofali. Hii ni fence ile zaidi, fence ya umeme ambayo hakuna mtu atakaribia. Umeme wa Mungu. Yeyote atakayekaribia hiyo fence, umeme wa Mungu atakutana nao. Kabla hata hajaifikia hiyo nyumba, kabla hata hajakufikia wewe mwenyewe, atakutana na ulinzi wa Mungu katika jina la Yesu. Maana Biblia inasema kwamba tunalindwa na nguvu za nani? Tunalindwa na nguvu za nani? Hizo nguvu za Mungu zinatulinda ikiwa sisi
tutakuwa tumeamua na kuchukua maamuzi stahiki. Si jambo linalotokea kwa bahati mbaya. Ni jambo ambalo linatokana na maamuzi yako na kujitambua na kuwa na maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Uwe na maarifa kwamba jambo hili ninalifanya, lakini hili jambo hatima yake ninafungua mlango, madudu yataingia. Yaani ufanye huku unajua kwamba hili ninalolifanya ninafungua mlango. Na bahati mbaya sasa, madude mengine yakiingia, ndio hayo ambayo yanatuondolea nguvu za roho. Yanatuondolea nguvu za roho. Baada ya hapo hutaweza kuomba tena, hutaweza kutumika tena, hutaweza tena kuwa na bidii ile ile. Maana mlango uliofungua, nguvu zako za roho zimenyonywa. Na hutajua. Wote wanatoa hili jambo la kawaida, acha tu nifanye. Si nitatubu. Ndugu yangu, gharama yake ni kubwa. Kuna vitu vingi sana vinaibiwa kwa sababu umefungua mlango. Unaibiwa hatima yako, unaibiwa vitu vyako vingi. Baada ya hapo kuna ugumu unaokuja, hujui hata umetoka wapi. Kumbe ule mlango uliofungua, nguvu zako za kiroho zilichukuliwa, vitu vyako vya rohoni vilichukuliwa, uliibiwa. Yesu akasemaje? Hao walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo wanaijua sauti yangu. Walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, na hao walikuja, kazi yao ni kuiba, kuchinja na nini? Kuharibu. Wevi na wanyang'anyi. Sasa tunawafungulia milango, hatujui kwamba watu hao ni nani. Ni wevi. Ni wevi. Kitabu kile cha Yohana mstari ule wa 10. Kwanza tuanze mstari wa 8 alafu mstari ule wa 10. Yohana sura ya 10 mstari wa 8 alafu mstari wa 10. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Mstari wa 10. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo tunapofungua kwenye ulimwengu wa roho, wanaingia wevi, wanaingia wanyang'anyi, wanaingia hao wabaya ambao kazi yao ni kuiba, kazi yao ni kuchinja, kazi yao ni kuharibu. Lakini ni wewe mwenyewe uliofungua mlango. Na uliliona jambo lile kwamba ni jambo dogo tu. Hii si kwani kuna shida gani hapa? Si jambo dogo tu hili. Kumbe mlango uliofungua, huo ndio utakao haribu mambo yako. Huo ndio ambao utavuruga mambo yako. Na utashangaa kwamba ni nini? Lazima ujue kwamba wewe ni nyumba ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu akasema, tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, huo mlango sio mlango unaoonekana kwa macho. Huo mlango ni mlango wa kiroho. Unapokuwa umekubali, ukikubali umefungua mlango, ukikataa umefunga mlango. Iwe unafanya hivyo kwamba ni kwa roho wa Mungu au kwa maroho mengine, unapolikatalia kwa mfano neno la Mungu, unafunga mlango. Umelisikia neno lakini mimi sitafanya, umefunga mlango, umemfungia roho mlango. Maana Yesu akasema, maneno haya niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo unapolikatalia neno, unafunga mlango, roho asiingie, na yeye alazimishi, atabaki nje. Unapomfungia roho wa Mungu mlango, ni kwa sababu unataka kinyume chake, hayo maroho mengine yaingie. Utazidi kuharibikiwa. Hakuna namna ambayo utaendelea kwenda juu
Hakuna namna ambayo utaendelea kuwa na nguvu. Hakuna namna ambayo utaendelea kushinda, na zaidi ya kushinda, kama vile ilivyokuwa kwa Daudi ambaye alikuwa anashinda kila alikokuwa na kwenda, alikuwa anashinda. Kwa nini? Aliruhusu Roho wa Bwana aingie, Roho wa Bwana amuongoze, Roho wa Bwana aseme naye, Roho wa Bwana amwekee ulinzi, aweke ukigo. Na hivyo Daudi ndivyo alivyokuwa mtu wa kushinda, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anampendeza Mungu kwa matendo yake. Na huo ndio utakatifu ambao watu wengi wanaukwepa. Utakatifu, yani niishi maisha ya utakatifu hapa duniani, niwe safi. Heri wenye moyo safi au watamwona Mungu. Yani niwe safi hapa duniani. Maana heri wenye moyo safi watamwona Mungu. Maana ni kwamba heri watu ambao wamejizuia na machukizo. Walio safi, wale ambao wamejizuia na machukizo, hao wanaendelea kuwa safi, watamwona Mungu sio mbinguni tu, watamwona Mungu kwanza hapa duniani, kwa sababu Roho wake anakaa ndani yao. Wao ni nyumba. Bali kwamba mimi ni nyumba, na kama ni nyumba, mwenye nyumba akai kwenye nyumba yake na kujizuia katika yote yaliyo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitendo cha kutokujizuia katika mwenendo wetu, kutokuwa safi, lakini tunabidia kuomba, tunabidii sio kufanya mambo mengine, sivyo Mungu alivyosema. Amesema ikiwa watu wangu wataomba na kuziacha njia zao mbaya, na kuziacha njia zao mbaya, basi mimi nitasikia na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kuna kuacha njia mbaya, sio tu swala la kuomba. Na tunapoziacha njia mbaya, ndio maana yake ndio hiyo kwamba tunafunga mlango kwa ajili ya maroho haya machafu ambayo yenyewe yako kutuharibia maisha yetu ya kila siku. Wao ndio kazi yao hiyo. Wao ndio kazi yao. Wanazurura. Wako wanazurura tu, maroho haya yanazurura tu namna hii, yanatafuta mahali kwenye mlango. Huyu maana wanatujua kwamba sisi ni nyumba. Hii nyumba siwezi kupata mlango hapa, siwezi kupata mlango hapa. Wanakufuatilia. Kila siku tunafuatiliwa. Hakuna mlango hapa. Sasa inategemea mwenendo wako ukoje. Wewe unazungumza nini? Unawaza nini? Unaongea vitu gani? Hayo maneno unayoongea, huu mwenendo ulio nao, pasipo kujua, aidha utafungua mlango au utafunga mlango. Angalia sana jinsi unavyoenenda. Unashiriki kwenye mambo gani? Huo unaenda wapi? Unafanya nini? Unafanya nini? Hakuna atakaye kukemea huko, lakini wewe ni nyumba. Tutaona tu. Unaenda kufungua milango huko, wanaingia top. Tutakuona tu. Tutajua nguvu zako zimeishiwa, kila kitu kimeporomoka. Tutakuona umebadilika, huwezi kuomba tena, huji ibada tena, hakuna kinachoendelea tena, hakuna kumtumikia Mungu tena. Tutaambia tumemwona huko, tunajua tayari amefanya nini? Amefungua mlango, wameingia. Wakiingia hutabaki jinsi ulivyo, hutakuwa salama tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanalipenda neno hili? Wangapi wanapokea maarifa haya? Sasa Yesu akasema kizazi hiki cha kwetu hichi, yani ndio kibaya. Mambo hayo ndio yataonekana kwa wingi, na kwa hakika unaweza kuona jinsi ambavyo kanisa la Mungu la nyakati hizi ni tofauti na kanisa la Mungu la zamani. Sasa hivi kanisa la Mungu ili liweze kusimama, kuna nguvu ya ziada inayohitajika. Nafikiri si tu katika maombi, lakini tunahitaji pia mafunuo kama haya. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo vitu vinavyokudhoofisha usiweze kusimama katika Bwana. Yani
Yaani nataka sana kutumika. Zamani si nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa ninaomba, lakini sasa hivi yaani naona kabisa nguvu, yaani sina nguvu. Una nguvu, angalia unavyoenenda. Kuna milango umeacha iko wazi na wanyang'anyi na wevi wanaingia. Huwezi kubaki vile kiroho ulikuwa. Lazima utadondoka. Bwana alisaidie kanisa. Bwana atusaidie tuweze kujua kwamba sisi ni nyumba, na nyumba lazima itakuwa na milango, nyumba itakuwa na madirisha, nyumba, na hiyo yote ni milango ambayo wako wanaotakiwa kupita. Lakini katika milango au katika mlango ambao upo katika nyumba ambayo mjenzi wake ni Mungu, mwenye kuumba ni Mungu, kusudi lake ilikuwa ni Roho wa Mungu aingie akae humo, na Roho wa Mungu akiingia kikaa kwetu, tunaona jinsi ambavyo mengi katika yale ambayo tunayasoma na kujifunza kwa imani tutayaona katika uhalisia wake yakifanyika na kutokea katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kadiri tunavyokwenda mwishoni, kadiri tunavyokaribia ule mwisho, shetani yeye anajua, yeye si roho na maroho mengine anajua. Kwa hiyo wao wanachofanya ni kuongeza bidii na kasi ya kuhakikisha kwamba wanaingia ndani ya nyumba za hasa za watu waliosema kwamba wameokoka, waingie humu ndani ili waweze kuiba, waweze kuharibu vitu vizuri vya Mungu, waweze kuharibu tabia njema aliyokuwa nayo mtu, waweze kuharibu utumishi aliyokuwa nao mtu, au waweze kuharibu bidii aliyokuwa nayo. Ndio maana tunaweza kuona kanisa sasa, yaani ni kama kuna giza fulani linaingia hivi. Hata ukisema Bwana Yesu asifiwe, watu wanakodoa macho. Amen. Watu walishaibiwa, watu walishafilisiwa kiroho. Hawawezi kukuruhusu wewe ambao wameingia ndani namna hiyo uwe na changamko katika Kristo. Haiwezekani. Pokea maarifa. Ukiona tu mambo yanayokwenda ndivyo sivyo, ujue mapema ulishaibiwa, kulishaharibiwa, nguvu ya Mungu ilishatoweshwa. Kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu, maana ulifungua mlango wewe mwenyewe. Mungu wetu anachotaka apate nafasi. Atatutumiaje kama sisi hatujamfungulia mlango? Atajitukuza vipi katika maisha yetu ikiwa sisi tumemfungia mlango nje? Wewe mwenyewe kwanza upate kuhuzunika. Hivyo ulivyo sivyo Mungu alivyokuwa amekukusudia uwe. Lakini kwa sehemu kubwa adui ameweza kufanikiwa kukuibia, ameweza kufanikiwa kukuharibu, kwa sababu alipata mlango. Ndio tunatakiwa kujichunga na kujitunza katika kila tunalolifanya. Tuwe waadilifu, tuishi maisha makamilifu. Haiwezekani hivyo ikiwa wewe si mtu ambaye una neno, maana neno nalo ndilo ambalo linatusaidia kila siku kutuonyesha ni wapi panapovuja, wapi kuna leakage. Kama upate neno, hali inakuwa mbaya zaidi. Kama uombi, ndio inakuwa ngumu zaidi. Na kizazi hichi kinachopenda kupewa mafuta na maji, kwamba amebarikiwa, huna haja tena wewe kuhangaika, huna haja kutafuta uso wa Mungu, huna haja kufanya nini. Tumia haya maji, tumia hayo mafuta. Ni kizazi kilichoibiwa, ni kizazi kilichoharibiwa, ni kizazi kibaya ambacho hakiwezi kumtukuza Mungu wala kumpenda Mungu wala kutembea katika njia za Mungu. Hii ni hatari. Ndio maana wewe unayekuja hapa utapigwa sana vita hapa, utapigwa sana vita hapa, kwa sababu Mungu anatutumia kufunua ule udhaifu ulioko nyakati hizi, ili tuweze kumpinga shetani na majeshi yake, tukasimame imara katika imani, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
tunataka kutembea katika nguvu za Mungu, lazima tumfungulie Roho mlango, akae yeye peke yake, awe ndani yetu, atuongoze, atusaidie, atuwekee na ulinzi, atufundishe, atukumbushe mambo mengi tunahitaji, ambayo hatuwezi kushinda kama Roho wa Bwana hayuko ndani yako, hayuko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umejifunza nini katika neno hili? Je, unao uhakika kwamba unatembea katika ushindi ambao unaongozwa na Roho Mungu aliyoko ndani yako? Unao uhakika kwamba vyumba vyote vya nyumba yako umevifungua na milango umeikabidhi kwa Roho Bwana? Hakuna mambo ya siri ambayo yamefichika huko. Ndio maana huna nguvu, huna uwezo, unaonewa, umekuwa kama mawimbi ya bahari, yanachukuliwa na kutupwa huko na huko katika imani. Huna hata msimamo. Alafu hata unakuja hivi, unakaa, unajifunza hivi, unatoka hivi, huelewi hata umejifunza nini. Unatoka nje unasema hivi, nilikuwa nafanya nini hapa kanisani? Adui alisha kufanya mateka. Alisha kufanya mateka. Usio mateka wa adui. Usiwe mateka wa shetani, come on. Lakini ni wewe mwenyewe, sio mchungaji wala sio nabii. Wewe mwenyewe ndiye ambaye unatakiwa kuwa na msimamo kwamba nimeamua katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Vile utakavyoamua mbele za Mungu ndivyo itakavyokuwa. Usiwe mtu legelege. Unakuwaje legelege? Wewe kwa Yesu hakuna watu legelege. Ukiwa legelege unaenda na maji. Maandiko yanasema wala chochote kilicho kinyonge hakitaingia. Tena ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu wanauteka huo katika jina la Yesu. Mahali pale uliposimama juu, simama juu. Njoo mbele za Bwana. Mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu, alafu kusudie wewe mwenyewe moyoni umejifunza nini? Unataka iwe namna gani? Zungumza na Mungu. Mimi nimelileta neno hili, lakini mwenye kulitendea kazi, mwenye maamuzi ya mwisho ni wewe. Paza sauti yako, omba. 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 Omba.